Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antiphas Lissu amekataa katakata utaratibu uliowasilishwa kwake rasmi akiwa gerezani unaomtaka kuandaa orodha maalum ya majina ya watu 40 pekee watakaoruhusiwa kuingia mahakamani wakati wa usikilizwaji wa shauri lake la kisheria. Taarifa za ndani kabisa kutoka gereza zinaonyesha kuwa barua hiyo iliyowasilishwa na utawala wa mahakama na kupokelewa na mamlaka za magereza imekataliwa na kiongozi huyo kwa misingi thabiti kwamba utaratibu huo haupo kwenye sheria za nchi na unakiuka kwa makusudi kabisa misingi za haki ya watu kwa raia wote. Kesi hiyo inayomkabili kiongozi huyo inahusisha ama inahusiana na mashtaka makubwa ya uhaini ambayo kisheria yanabeba maslahi ya mapana sana ya umma na yanabeba adhabu ya kifo iwapo mshtakiwa atakutwa na hatia, jambo linalofanya ukiukaji ama uwekaji wa mgomo wa idadi ya watu mahakamani kuwa kinyume kabisa na kanuni kuu za uwazi wa kisheria nchini. Usikilizwaji wa shauri hilo unatarajiwa kufanyika katika mahakama ya rufaa jijini Dar es Salaam, ambapo upande wa utetezi unasisitiza umuhimu wa haki kuonekana ikitendeka bila vizuizi vya aina yoyote vya kiutawala. Kuhusu mazingira ya miundombinu ya mahakama, majengo ya mahakama ya rufaa na mahakama kuu yapo karibu sana, lakini ukumbi wa mahakama ya rufaa una nafasi mdogo inayoweza kusababisha msongamano mkubwa na hatari wa wananchi wanaofika kufuatilia shauri hilo. Ili kutatua changamoto hiyo ya kiutawala na kuepusha migogoro, kumetolewa mwito rasmi kwa wasajili wa mahakama ya rufaa na mahakama kuu kuhamisha usikilizwaji huo katika ukumbi namba 1 ya mahakama kuu, ambapo una nafasi mkubwa sana yenye kukaa chini na jukwaa la juu kwa ajili ya wageni. Ukumbi huo mkubwa hauna shauri lolote lililopangwa kusikilizwa katika tarehe hiyo ya tarehe 11 Juni mwaka wa 2026, na hivyo matumizi yake yataepusha kabisa migogoro ya wananchi wanaotaka kufuatilia shauri hilo la kihistoria na kitaifa. Viongozi wakuu wa mihimili ya mahakama akiwemo jaji mkuu na jaji kiongozi wametakiwa kuingilia kati jambo hili ili kuhakikisha kuwa mahakama inabaki kuwa chombo huru na cha wazi kwa umma badala ya kushiriki katika mipango inayoathiri uhuru wa raia wake. Jeshi la polisi na mkuu wa jeshi hilo IGP wameashwa kufuatia mchakato huo wa karibu sana ili kuzuia vitendo vya baadhi ya watendaji wachache ama vinavyoweza kuchafua taswira ya chombo hicho cha usalama mbele ya jamii ya kimataifa. Chadema kimebainisha kuwa kimeamua kuweka wazi njama hizo zote kupitia vyombo vya habari ili kuhakikisha shauri hilo linaendeshwa kwa amani na haki, huku kukisisitiza msimamo wake na kuendelea kuheshimu utawala wa sheria licha ya changamoto kikiwemo kiwango cha viongozi kunyimwa ama vikwazo vya viongozi kunyimwa fursa ya kumwona kiongozi wao gerezani. Wananchi, wadau wa demokrasia na vyombo vya habari vya ndani na kimataifa wamehimizwa kujitokeza kwa wingi katika viunga vya mahakama zote mbili ili kumulika matukio yote yatakayojiri kuanzia saa 3 asubuhi. Hatua hii ya kutoa tahadhari mapema imeelezwa kuwa ni muhimu sana ili kuzuia kabisa matatizo yanayoweza kuepukika kabla ya kwanza kwa vikao rasmi vya mahakama. Uamuzi huo wa kiongozi huyo umekuja wakati kukiwa na doria kali sana ya kiusalama zilizowekwa na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ili kudhibiti kabisa mikusanyiko inayozunguka maeneo yote mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Upande wa utetezi umekuwa ukishinikiza kuwa usikilizwaji wa mashauri yenye maslahi ya kitaifa unapaswa kufanyika katika mazingira yanayoruhusu uhuru wa habari na ushiriki wa jamii
jamii bila hofu ya usumbufu au ukamataji wa ovyo. Hatua za kisheria za kuweka ukomo wa watu 40 pekee inatajwa na wanasheria na wataalamu wa kisheria kama jambo linaloweza kuleta picha hasi na mbaya kuhusu uwazi wa mwenendo wa kesi hiyo ya uhaini mbele ya jamii nzima ya kimataifa. Mvutano huu unaongeza uzito na ugumu wa masharti ya uendeshaji wa mashauri yote ya kisiasa nchini, hasa wakati maamuzi ya kiutawala yanapohusishwa na mikakati na kudhibiti wafuasi na wanachama wa vyama upinzani. Mbali na changamoto hizo kubwa za miundombinu, swala la afya njema na haki za mshtakiwa limeendelea kuwa sehemu ya mjadala mkubwa, ambapo viongozi wa upinzani wamesisitiza umuhimu wa kufuata taratibu zote za kisheria zinazompa haki mfungwa au mahabusu kuonana na wanasheria wake. Kukataliwa kwa barua hiyo ya kiutawala na Tundu Lissu kunaonyesha kwa wazi msimamo imara na isiyoyumba kwa upande wa utetezi katika kuzuia kile kinachotafsiriwa kama ukiukwaji wa haki za misingi kabisa za kikatiba na za raia za Tanzania. Kesi hiyo inayovuta hisia za mamilioni ya watu inatarajiwa kuanza mapema asubuhi, huku kukiwa na utaratibu mkubwa sana wa vyombo vya habari vya ndani vinavyokusudia kurusha matukio yote moja kwa moja kutoka nje ya ukumbi. Serikali kwa upande wake kupitia kurugenzi ya mashtaka haijatoa kauli yote rasmi kuhusu mabadiliko ya maeneo ya usikilizwaji au maswala ya idadi ya wahudhuriaji. Mwelekeo wa sasa wa usimamizi wa mahakama unaweka mtihani mkubwa sana kwa wasajili katika kuonyesha uwezo wao wa kutoa maamuzi ya kiutawala yenye busara na hekima ili kulinda amani na utulivu wa nchi katika kipindi hiki cha mivutano. Matumizi ya ukumbi wa namba 1 ya mahakama kuu yanatajwa kama suluhisho pekee ya kiufundi linaloweza kukidhi mahitaji ya idadi kubwa ya wananchi, wanaandishi wa habari na waangalizi wa kimataifa waliothibitisha nia ya kuhudhuria siku yake hiyo. Kuwepo na vizuizi gerezani dhidi ya viongozi wa vyama vya siasa kumetajwa kuwa ni mkakati wa kuzuia uratibu wa karibu kuelekea siku hiyo kuu ya usikilizwaji, hali inayolazimu matumizi ya majukwaa ya umma kutoa taarifa za dharura. Hatua zote zitachukuliwa na uongozi wa mahakama kwa ushirikiano na jeshi la magereza zitafuatiwa kwa ukaribu ili kubaini uhalali wa nyaraka zilizowasilishwa na kwa mshtakiwa gerezani. Mazingira ya kisheria nchini yanazidi kukabiliwa na changamoto kubwa ya kiutendaji pale masuala ya kiutawala panapoonekana kuingilia haki za msingi za uwazi wa mahakama kama chombo kikuu na cha mwisho cha utoaji haki kwa mwananchi wote. Wadau wa sheria wamekumbushwa kuwa uhaini ni kosa zito sana linalohitaji ushahidi thabiti na uwazi wa hali ya juu ili kuondoa mashaka yote ya kisiasa au kijamii yanaweza kujitokeza wakati wa mwenendo nzima wa kesi hiyo. Harakati za vyombo vya habari vya kimataifa kufuatia shauri hilo zinatajwa kuwa sitasaidia sana kuweka kumbukumbu sahihi na za jinsi mifumo vya kisheria vya Tanzania inavyofanya kazi katika mazingira ya mivutano ya kisiasa.